Bwana, mambo vipi, uhali gani mdau na mwanafamilia wa Uncle Jay Simulizi? Mambo yanazidi kuroga kwenye hii chapter 6 ya Ice You Kill Me. Kumbuka tulipoishia ni pale ambapo Ryan na Judy wako njiani kuelekea Kenya kwa ajili ya kukutana na mwanamama Judy. Je, watafikia makubaliano ya kuungana? Lakini pia kwa upande mwingine ambapo ni mzee Max anaona kabisa uwezo wa Ghost kuongoza nchi sasa umefika kikomo, na anamshirikisha Monica ambaye ni mkuu wa shirika la ujasusi la X kuhusiana na kumuondoa Ghost madarakani. Je, ni upande gani ambao Monica atauchagua? Nikaomba usikose sehemu ya 9 mtu wangu. Mzigo huu hapa, sehemu ya 9, tupate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Karibu. Maamuzi yote ya maana ambayo yanafanyika kwa Ghost yanatoka hapa kilini mwangu. Ghost alihitaji tu kuwa rais ili kufanikisha ndoto zake na sio kwa kiongozi haswa wa kuweza kuangalia watu au kufanya mambo kwa manufaa ya watu. Akiendelea kuwa rais huyo, basi watu wengi wataumia, na wakiumia sote tutaonekana tuna maana. Ila mkuu, kupindua serikali ni usaliti. Atupindui serikali kwa sababu rais mmoja ni kiongozi tu wa serikali na sio serikali nzima. Sasa unaanzia wapi mkuu? Monica alihoji huku akimtazama mzee Max. Hadi wewe kuwa kwenye mahusiano na rais aliyepita, mimi ndiye nilikushawishi. Yaani hadi yeye kuwa rais 90%, mimi ndo nimecheza hilo draft. Hivyo najua ni jinsi gani kuweza kuingia kingi na kuila kingi iliyosimama main road, kuzuia kete nyingine kusonga mbele. Unamaanisha nini? Ghost ni sawa na kete ya draft. Hivyo mtego wake ni mdogo tu wa kumfanya atoke madarakani for good or for bad. Nahitaji msaada wako Monica wa mwisho kwenye hili. Je, uko tayari kuungana na mimi au hauko tayari? Mzee Max alizungumza kwa msisitizo na kumfanya Monica kwanza shushe pumzi taratibu, huku akiinua nywele zake, kwani mzee Max ni mzee aliyemlea kama alivyomlea Ryan na anamheshimu kama baba yake, na Ghost ni baba mkwe wake na babu wa mjukuu wake, na pia ni rais ambaye anaheshimu utawala na amri yake, kitu ambacho kinamfanya Monica kubaki njia panda huku akiwa hajui wapi pa kuchagua. Monica kwanza alishusha pumzi taratibu. Sasa mzee Max, je, mpango kifeli? Mimi na wewe naamini tutakuwa ni wahanga wa kuuawa. Mimi na mtoto mzee wangu, itakuwaje? Wewe fuata mwongozo wangu. Kila kitu mimi najua namna ya kuweza kukifanya. Sawa, nipo upande wako. Nitakwambia hatua ya kwanza kuifanya ni ipi, na baada ya hapo mambo mengine nitaweza kukupatia maelekezo. Na vipi kuhusu mtoto wa Lisa? Inakuwaje? Usijali, nimekuambia mimi najua nini cha kufanya. Okay, sawa mkuu, acha mimi niende nikaendelee na majukumu mengine. Karibu tena Monica. Asante. Monica aliondoka eneo hilo na kumfanya mzee Max kushusha pumzi taratibu. Alitazama mafaili karibia 20 yaliyopo mezani yenye ripoti alizokuwa ameziomba ofisini kwake kwa kipindi chote ambacho hakuwepo. Alianza kusoma faili moja baada ya jingine. Naam, msikilizaji. Kwa upande wa pili, taratibu mwanamama Judy alivaa barakoa yake na kisha alishuka ndani ya gari, na hii ni mara baada ya kuwaona Naima na Ryan wakiwa wako nje uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, na hii ni mara baada tu kufika jijini Nairobi majira ya saa 9 hivi alasiri. Karibuni sana. Mwanamama Judy aliwakaribisha na wakamwambia tunashukuru. Judy akasema usafiri wangu upo, hivyo tunaweza tukaongozana. Kwa ile kwa pamoja waliingia ndani ya gari la Judy na kuondoka uwanjani hapo. Mtafikia hotelini au nyumbani kwangu? Ni vyema kama itakuwa hotelini. Ila sidhani kama hotelini kutakuwa kuna usalama sana. Kwa nini?
kwa sababu baba yako anashirikiana na mataifa ya kijasusi kama Interpol, CIA pamoja na Mossad X ya Tanzania na mengineo kuhakikisha kwamba mama yako anapatikana. Na ametangazwa kama mtekaji wa mtoto. Judy alizungumza hivyo huku akiwa anaendelea kuendesha gari lake taratibu. Naima alifungua laptop yake na akatazama taarifa hiyo kwenye mashirika aliyokuwa ameelezwa. Naima akakonfirm kwa kusema ni kweli. Naima alizungumza huku akimuonyesha Ryan taarifa hiyo. Tumemwingiza kwenye matatizo bila kutegemea. Kwani mama anafanya kazi gani? Ni daktari. Ila kuna namna naweza kukataa hayo madai ya kusadikika ni ya uongo. Kivipi? Ngoja tufike nyumbani. Kweli walifika nyumbani kwa mwanamama Judy. Nyumbani kwako pametulia sana. Ninaishi mimi mwenyewe. Mara nyingi nyumba hii nilikuwa ninaitumia mimi na mume wangu tukiwa hapa Nairobi kwa mapumziko. Sawa. Karibuni sana na mjisikie mko nyumbani. Tunashukuru. Hii nyumba ina vyumba 4, hivyo mnaweza mkachagua kati ya vyumba 3 mnaweza mkakaa. Kwanza tunahitaji kumtoa mama kwenye hili. Sawa, Ryan. Rais wa Interpol na mkurugenzi wa Mossad mimi ni watu wangu wa karibu, hivyo naweza kuzungumza nao na haya mambo waliopewa wakaweza wakayashusha yani. Ile ingekuwa vizuri tukazungumza na mama tukajua anaendeleaje. Naima alitoa wazo hilo. Ryan akasema okay sawa, mpigie. Ryan alizungumza hivyo na Naima ilipiga simu ya mama Ryan. Simu iliita kwa muda na kisha kweli ilionekana kupokelewa. Hello Ryan. Mama. Unaendeleaje? Kiukweli salama. Nimeshafika Japan siku nyingi sana. Mtoto naye anaendeleaje? Nashukuru Mungu anaendelea vizuri. Kiukweli una mtoto mzuri sana mwanangu. Nashukuru sana mama. Sasa Ghost amekushtaki kwenye vyombo vya usalama vya kimataifa na wanakutafuta kama mtuhumiwa wa mwizi wa mtoto. Mpuzi yule. Anahisi kwamba wanaweza kunikamata mimi kijinga namna hiyo. Kwa nini unazungumza hivyo mama? Unafahamu ya kwamba Ghost ni mheshimiwa rais? Kwenye hili mwanangu wewe kaa pembeni. Hii vita anayoitaka atashindwa yeye. Mama, unachokisema ndicho kweli? Wala tusijali mwanangu. Wewe kaa pembeni na uwe shahidi kwenye hili. Ila unahitaji kusolve hiyo issue yako mama. Ryan. Mama yako mimi kuwa kimya kwa kipindi chote sikuwa mjinga. Nilitengeneza connection. Tena connection kubwa. Na nina mpango. Au naweza nikasema na ninampiga pigo ambalo litakwenda kumtoa madarakani. Mama, kivipi? Tulia mwanangu. Wewe sikilizia tu. Kwanza bado uko Marekani? Hapana, niko Nairobi, Kenya. Kuna nini? Nimekuja kibiashara mama. Lakini Ryan, kuwa makini. Si unajua kwamba baba yako na watu kila sehemu? Ndio. Hivyo hakikisha unajichunga wewe mwenyewe. Sawa mama, nimekuelewa. Haya, baadaye mimi naingia kwenye kikao. Sawa mama. Ryan alikata simu huku wote watatu wakiwa wamesikia vizuri mno mazungumzo hayo kati ya Ryan pamoja na mama yake.
Inaonyesha mama yako ana connection kubwa. Kiukweli sijui kwa sababu mimi mwenyewe nilikutana naye tu kwenye bustani. Okay. Sawa, basi tuendeni kwenye mazungumzo yaliyotufanya tukutane. Je, mtatumia kinywaji gani? Ni vyema tungezungumza kwanza. Sawa. Ninatambua profile yako vizuri sana Ryan. Kwa sababu ilikuwa ni mission ngumu sana ambayo uliifanya ukiwa nchini Russia kuniokoa na ukafanikiwa. Kwanza nashukuru kwa kile ulichokifanya. Usijali. Hii ni shukrani yangu binafsi. Mimi kama mimi kwa sababu sikupata muda mzuri wa kukaa na wewe na kulizungumzia hilo jambo. Lakini kitu kingine ni kwamba lengo la kuiongoza nchi ya Tanzania bado naweza nikasema ninayo. Lengo hilo ninalo. Na kama unavyoona ni kwamba baba yako amechukua madaraka, lakini amekupokonya wewe mke. Kwa makosa aliyoyafanya ni lazima apate hukumu, tena iwe ni ya hapa duniani au hata huko mbinguni. Baba yako nina imani ya kwamba sio mheshimiwa rais anayefaa kuiongoza nchi kama Tanzania. Kwa hiyo wewe ndo unafaa. Naima aliuliza na kumfanya Judy kutabasamu. Ndiyo. Mimi nafaa kuiongoza Tanzania. Kwa sababu kabla ya hapo nilishawahi kuwa rais na nikatolewa madarakani kwa kutekwa na kadha na kupitia mateso makali mno ambayo sikustahili kuyapitia. Mimi nahisi unahitaji tu kuingia madarakani kwa kutimiza matakwa yako ya kulipa kisasi kwa watu waliokukosea na sio kuwatumikia wananchi. Hapana Naima. No, yani kwa sababu watu wengi wanashindwa kuelewa. Hususan wanasiasa wa Kiafrika. Yani urais ni nafasi ya kitumwa kwa sababu unapaswa kumtumikia hadi mtu wa chini kabisa. Ila wao wanautumia kama sehemu ya kutengenezea utajiri, kujilimbikizia mali, kupora vitu kwa watu kwa sababu tu wanakuwa na jeshi, wanakuwa na mamlaka. Hilo ni kosa kubwa. Rais anayefaa ni yule ambaye 100% ya kazi yake atapeleka kwa wananchi ambao wao ndio waliomchagua na ndio waliomwajiri, na sio kuwa rais kwa sababu ya kutaka kumwangamiza sijui kadha sijui kumdhibiti fulani. Hayo ni makosa. Naima, acha tumsikilize. Sawa, ila mimi nimezungumza tu kile ambacho nakiona kwa madam hapa. Yaani kifupi madam, sisi ni watu ambao huwa tunakwenda kwenye point. Yaani point moja kwa moja, hatupindishi maneno wala kumogopa mtu na kumsifia ikiwa tunajua kabisa anachokifanya ni kosa au sio kitu sahihi. Naima alizungumza kwa msisitizo. Sawa. Mimi nimeelewa. Ila sipo kwa ajili ya kulipiza kisasi. Ila upo kwa ajili ya nini? Nahitaji kumalizia pale nilipoacha. Wameharibu sana kile ambacho mimi na Ed tulikipigania kwa maisha yetu yote. Wakati anazungumza mwanamama Judy, ghafla mlio wa message wa simu ya Naima ulimfanya kuitoa mfukoni mwake. TV yako inaonyesha BBC? Ndio. Remote iko? Judy alimuonesha Naima kwa ishara. Naima aliwasha TV hiyo iliyopo sebuleni, akaweka chaneli inayoonyesha taarifa ambayo alikuwa ametumiwa ujumbe na mama Ryan kutazama BBC. Wote macho yaliotoka kwa mshangao walijikuta wakitazama taarifa hiyo iliyokuwa imewaacha midomo wazi. Msikilizaji, kwa upande wa pili mamake na Ryan alionekana kuzungumza akiwa anasema, Max, ukisema nimrudishe mjukuu wangu sitoweza. Wewe unajua aliyofanya huyo mposi. Mama Ryan alizungumza huku akitazamana na mzee Max kwenye mawasiliano ya video. Sasa unajua Ghost amekutangaza wewe kama gaidi. Hilo najua. Rani ameshaniambia hilo. Na mimi ninachokwenda kumfanyia atalia. Unamfanyia nini?
Max, natambua wewe ni rafiki yako huyu Ghost, tena wa karibu sana. Ila ukweli ni kwamba unajua uchafu mwingi sana aliyoufanya. Na hiyo nafasi aloipata ya kuwa rais ni batili. Japo amepigiwa kura. Si ndio? Ndio. Sasa mimi nakwenda kuvumbua upuuzi wake wote alofanya. Na ulimwengu mzima utakwenda kuona alichokifanya. Na hata wananchi wake pia watakwenda kumtoa madarakani, kwa maana wataandamana tu. Shemeji, unajua unachotaka kwenda kukifanya kitamwaga damu za watu wengi. Hilo mimi sijali. Ninachotaka kumfanyia ni kwamba ajue kuna mwanamke alimtengeneza yeye akawa yeye. Je, hicho unachotaka kukifanya hakitonigusa mimi? Kwa namna moja ama nyingine hakitokugusa, ila pia kinaweza kikakugusa vile vile. Na mimi naomba kisiniguse, kwa sababu nilikuwa na wazo la kumtoa madarakani kwa uwezo wake wa kiuongozi. Naona kabisa umeshuka. Basi kama ni hivyo, subiria hapo, baadaye nitakapomporomosha rafiki yako ushuhudie. Shemeji. Ndio mzee Max. Na kuomba hilo unalolifanya lisiniguse. Sawa. Niahidi basi. Na kuahidi 100%. Sawa. Mzee Max alikata simu hiyo huku akiwa na wasiwasi, kwani atambui ni kitu gani ambacho Mama Ryan anakwenda kukifanya dhidi ya Ghost. Naam. Upande wa pili tunapata kumwona bidada Lisa alizungumza kwa sauti ya upole kwa kusema, "Baby, mwanangu." Lisa alizungumza hivyo kwa sauti ya upole huku akimtazama Ghost aliyekuwa amekaa pembeni yake. Ghost akasema, "Usijali. Mimi ninamtafuta Mama Ryan popote pale alipo. Uzuri ni kwamba amejitangaza yeye ndiye aliyemchukua mtoto. Na kitu kingine cha kutupa sisi amani ni kwamba hawezi kumdhuru ule mtoto." Kweli? Ndio, hataweza kumdhuru kwa sababu ni mtoto pia wa Ryan. Na inavyoonyesha amefanya hivyo kwa ajili ya Ryan. Lisa alishusha pumzi taratibu. "Unajisikiaje lakini?" "Kichwa tu kinaniuma." "Pole, utakuwa sawa. Supu uliokunywa itakuweka sawa. Kikubwa kwa sasa wewe pumzika. Usiwaze sana. Jua tu kwamba mtoto atarudi." "Sawa mume wangu." "Acha basi mimi nirudi ofisini nikafuatilia upelelezi umefikia wapi wa kumkamata." "Sawa." Ghost alimbusu Lisa katika lipsi zake na kisha alisimama na kutoka chumbani kwake hapo, kwani Lisa aliruhusiwa kuweza kutoka kwenye hospitali aliyomo ndani ya ikulu masaa 5 yaliyokuwa yamepita, na hii ni mara tu baada ya kuzinduka. "Mwangalie dada yako." Ghost alizungumza mara baada ya kukutana na Linda kwenye corridor. Linda akasema, "Sawa. Upo salama lakini?" "Kweli?" "Ndio shemeji." Linda alizungumza kwa kujikaza. "Okay, sawa. Unaweza kuingia chumbani." Ghost akaongozana na walinzi wake mpaka ofisini kwake. "Dada, mimi sidhani kama huyu mzee ni mwanaume sahihi kwenye maisha yako." "Linda, tafadhali. Kwa sasa siwezi kuzungumzia hiyo mada, sawa? Ninachomwaza ni mwanangu tu. Hizo mada ni mtu sahihi ama sio sahihi, mimi sitaki kuziwaza, sitaki kuzisikia." Lisa alizungumza kwa sauti ya upole huku akijilaza vizuri kitandani. Sawa. Ila kama ni maamuzi yako, dada, sina cha kuzungumza." Usiingilie, ni maisha yangu." Sawa. Basi mimi najiandaa kurudi Afrika Kusini kuendelea na majukumu ya kikazi, hivyo kesho nitaondoka." "Hakuna shida. Nahitaji kupumzika sasa." Linda ilibidi asimame na kutoka chumbani hapo huku akimwonea huruma dada yake Lisa, akiamini kabisa dada yake huyo amechagua njia iliyokuwa ngumu mno kwenye maisha yake. Ngumu sana. Naam, msikilizaji. Kwa upande wa pili, Ghost alionekana kuulizia kwa kusema, kuna ripoti yoyote?"
Hakuna mheshimiwa. Shit. Sasa wanafanya kazi gani muda wote huo? Nahitaji yule malaya mzee akamatwe na shughulikiwe haraka iwezekanavyo. Ghost alizungumza kwa ukali. Usijali mkuu, atashughulikiwa. Simu ya katibu mkuu kiongozi ilianza kuita. Akaipokea. Ndio. Okay, sawa. Ghost alikata simu hiyo na kuwasha TV iliyopo ofisini hapo. Taarifa inayomwonyesha Ghost akidhamini makundi ya kigaidi ya Al-Shabaab, Al-Qaeda, Afghanistan Taliban, Boko Haram, huku akiwa na viongozi wa makundi hayo hatari ya kigaidi duniani, ilikuwa inaendelea kutangazwa na kituo kikubwa kabisa cha television duniani, BBC. Huku katika video na picha hizo zikimwonyesha Ghost akiwa kabidhi silaha pamoja na pesa ili kuendelea kuyapa makundi hayo nguvu ya kupigana na serikali za nchi yao. Taarifa hiyo ilimshangaza katibu mkuu kiongozi, kwani hakuwahi kufikiria kwamba Ghost ni mtu hatari wa kiwango hiko. Hakuwahi kufikiria kama Ghost ni gaidi. Bwana Ghost macho yalimtoka kwa mshangao. Moyo ulianza kumwenda kasi huku akiwa haamini kama taarifa hizo zimeweza kuvuja na kufikia vyombo vya habari. Wamezipataje? Hii haiwezekani. Haiwezekani. Ghost alizungumza kwa kubabaika na kumfanya katibu mkuu wake kubaki kimya, kwani skendo hiyo kama imeshasambaa kwenye vyombo vya habari, basi sifa nzima ya uongozi wake imechafuka. Na kibaya zaidi ni kwamba si picha tu, bali na video zilizopigwa kwa miaka tofauti tofauti zilikuwa zinamuonesha Ghost jinsi akiwa na viongozi wa makundi hayo ya kigaidi hatari duniani. Codename anayoitumia rais huyo ni Ghost. Anatumia codename ya Ghost kuficha uchafu anaofanya. Mashirika makubwa duniani yanayohusika na ugaidi wa ulimwengu huu, adui mkubwa yupo na mmemjua. Hivyo tunaomba hatua kali za kisheria zichukuliwe. Haijalishi ni rais au ni nani, kwa sababu makundi haya ya ugaidi yameua mamilioni ya watu kwenye mashambulizi tofauti tofauti. Na taarifa zake za matukio mengine ya kikatili hatuwezi kuyatangaza kwenye vyombo vya habari, zaidi tukaziweka kwenye mitandao yetu ya kijamii, kwani taarifa hizo ni za kutisha. Katibu mkuu kwanza ilibidi azime TV. Akamtazama Ghost ambaye jasho lilikuwa linamwagika kisawasawa. Mkuu, inabidi tuandae jopo la wanasheria wetu kulishtaki hili shirika la habari, kwa maana kwamba hizi propaganda wanazozitangaza zinakuchafua sana wewe kama mheshimiwa rais. Okay, sawa. Hebu fanya hivyo haraka iwezekanavyo. Ila mheshimiwa, una uhakika hizi tuhuma sio za kweli? Au basi mheshimiwa. Katibu mkuu alitoka ndani hapo, na baada ya dakika kadhaa sekretari alionekana kufungua mlango. Mheshimiwa rais, makamu wa rais anakuja. Mwache ingie. Ghost alizungumza kwa sauti ya kinyonge. Hazikupita hata dakika 2, mzee Max aliingia ndani hapo. Aise Ghost, imekwaje? Sielewi. Aise, nimeshindwa hata kupiga simu kwa kweli. Haya yote Ghost umeyafanya? Ghost alishindwa kujibu, kwa sababu hayo yanayoonekana ni siri zake za ndani sana, ambazo hata mzee Max pia hazifahamu. Ndugu, nakuuliza. Ghost, yani haya yanayotangazwa kwenye vyombo vya habari ni kweli? Ghost alitingisha tu kichwa, kimaanisha kwamba ni kweli.
No. Shit. Mbona ukuwahi kuniambia Ghost? Unajua ni mambo ya nyuma na nilijua hayawezi kutoka ndugu yangu. No. Ndio imeshatoka sasa, tunafanyaje? Ikiwa hadi video zinaonesha jinsi mlivyokuwa mnakutana nao, na unajua kinara wa kupigana na ugaidi ni Marekani, na hayo makundi ambayo umeyadhamini yote yanamsumbua sana Marekani. Wewe jamaa una hatari sana ise. Max, hebu nisaidie ndugu yangu. Sasa Ghost, mimi naanzia wapi kukusaidia kaka? Ikiwa we mwenyewe tu umenificha kwenye mambo mengi. Hili mimi ningelijua mapema, ningejua ni namna gani tunaweza kufanya. Na hichi kipindi hatukuwa pamoja kaka. Ghost alionekana kushika tama, kuonekana ya kuwa alikuwa na wasiwasi mwingi mno. Utawala wetu uliokuwa unaanza kunawiri umeingia doa. Tena sio doa dogo, doa kubwa. Wakati unazungumza, katibu mkuu aliingia ofisini hapo, akasema, "Samahani waheshimiwa." Wote wakamtazama yeye. Mwanasheria mkuu wa serikali ameshafika, ameongozana na jaji mkuu. Hebu wasubirie kwanza, wasubirie. Ghost alijibu huku kichwa kikiwa kimechanganyikiwa. Katibu mkuu akasema, "Sawa waheshimiwa, ila kuna video imetumwa kwenye mtandao, mnaweza kuitazama." Mzee Max kwa haraka alitoa simu mfukoni mwake, alifungua video ilikuwa imeingia kwenye simu yake. Alijikuta akikaa kwenye sofa huku akiwa anamtazama Ghost. Kwenye hiyo video Ghost anaonekana akiwa na magaidi wa Al-Qaeda wakiwa wamepanga mstari, wanajeshi 12 wa Marekani wakiwa wamewapanga mstari, wanajeshi 12 wa Kimarekani wakiwa katika tena mavazi yao. "Nataka kuwaonyesha hii bunduki jinsi ilivyokuwa na nguvu." Sauti hiyo ilikuwa ni ya Ghost, ilisikika kwenye hiyo video. Na Ghost alionekana kuchukua bunduki kutoka kwa gaidi mmoja na alimpiga mwanajeshi mmoja wa Kimarekani risasi ya kichwa, na kichwa chake kikachanguka na kusababisha magaidi hao kuweza kushangilia, na akawamiminia risasi wanajeshi hao wa Marekani waliobaki. Ghost hakuwa na hamu ya kuitazama video hiyo, kwa maana ya kwamba yeye anaifahamu. "Kaka, kwenye hili sidhani kama Marekani watakuacha." Hapo jaji mkuu alionekana kuingia ndani ya ofisi ya rais bila hata kualikwa. "Hivi uone kama tuna mazungumzo? Hizo ni adabu za wapi?" Ghost alifoka huku akitetemeka kwa uoga. Jaji akasema, "Mheshimiwa Rais, najua upo kwenye wakati mgumu, ila kwa haya yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii, mahakama ina uwezo wa kukupokonya madaraka yako." Nini wewe unasema? Unahisi mimi naogopa mahakama? Ghost alizungumza kwa hasira. Akaambiwa, "Kumbuka kwamba nchi yetu ina mihimili mitatu yenye nguvu sawa: mahakama, serikali na bunge. Hivyo wewe upo katikati ya hiyo muhimili. Spika wa bunge yuko bungeni sasa hivi, anaitisha kikao cha dharura kupigwa kura ya bunge kuwa na imani na wewe au kutokuwa na imani na wewe. Kura zao zikipita kutokuwa na imani na wewe, basi utakwenda kuachia madaraka. Ila kura zao zikipigwa wakawa na imani na wewe, basi utatusamehe Mheshimiwa Rais." Max, hivi huyu anazungumza nini huyu? Anahisi kwamba ni rais tu kihivyo, si ndio? Ghost alizungumza huku akiwa amemind kweli kweli. Sio rahisi kwa kuzungumza,
ila itakuwa rahisi pale utekelezaji ukikamilika. Tunalinda nchi kwanza na sio mtu. Rekodi ya matukio yako haifai hata kwa mwenyekiti wa nyumba 10. Nchi haiwezi kuongozwa na gaidi. Kuanzia hivi sasa, Mheshimiwa Rais, utawekwa chini ya uangalizi wa ulinzi wa jeshi. Nini? Max, huyu babu anaongea nini huyu? Hivi wewe unajua mimi ni nani? Sasa kuanzia hivi sasa wewe sio jaji mkuu tena. Max alionekana kuchanganyikiwa. Jaji mkuu kwanza alitembea hadi mlangoni na kisha akafungua mlango. Aliingia jenerali wa jeshi akiwa mwongozana na wanajeshi 4 wenye vyeo vya meja jenerali. Wakamwambia, Mheshimiwa, kuanzia sasa uko chini ya ulinzi wa jeshi mpaka pale tutakapopata maagizo mengine ya mahakama. Jenerali alizungumza kwa msisitizo na alitoa ishara kwa wanajeshi hao na wakamsogelea pale Ghost. Hivi nyinyi hamjui mimi ni nani, si ndio? Ghost aliendelea kulalamika huku akiona kabisa ni kama vile filamu, ila kiuhalisia ndio hivyo, yuko chini ya ulinzi wa jeshi kwa amri ya mahakama. Mchukueni huyo. Jaji mkuu alizungumza na kuwafanya wanajeshi hao kumkamata mikono Ghost aliyekuwa anaonekana kuleta ubishi. Mheshimiwa, tusingependa kutumia nguvu. Tunaomba utii maagizo ya mahakama. Max, waambie hawa mbona wananifanyia mimi hivi? Hawajui kwamba mimi ni Mheshimiwa Rais? Nitajitahidi kuona ninakusaidiaje kwenye hili. Niamini Ghost. Mzee Max alizungumza huku akimtazama swaiba wake Ghost anavyotolewa ofisini hapo akiwa chini ya ulinzi mkali kweli kweli. Kila mtu alibaki kumtazama Ghost jinsi anavyoondolewa ofisini kwake, huku walinzi wake wakiwa hawana cha kufanya kwani ikulu ipo chini ya ulinzi wa jeshi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, jiandae kwa ajili ya kuapishwa kuwa rais mpya wa nchi. Ndio Mheshimiwa. Naamini unajua taratibu na sheria zetu. Okay, sawa, lakini naombeni muda niwe peke yangu kidogo. Sawa. Watu wote walitoka ofisini hapo huku akimwacha mzee Max kwanza peke yake. Mwanamke ni kiumbe chenye nguvu jamani. Mama Ryan kwa pigo moja tu alilolifanya amemfanya Ghost anatolewa mkuku kama vile kibaka aise. Mzee Max alisimama dirishani na kutazama wanajeshi jinsi walivyokuwa wametanda nje ikulu. Mzee Max alitoa simu mfukoni na kisha akampigia Monica. Mheshimiwa. Uko wapi Monica? Nipo ikulu. Njoo ofisi ya rais. Sawa. Mzee Max alikata simu na baada ya dakika 5 Monica alionekana kuingia ndani hapo. Hebu kaa kwanza hapo. Monica kweli akakaa huku akimtazama mzee Max machoni mwake. Mimi ninakwenda kuapishwa kuwa rais wa nchi. Ina maana Agosti ndo hawezi tena kurudi madarakani? Hana hiyo nafasi. Taifa haliwezi kuwa na kiongozi ambaye moja atavunja uhusiano wa nchi kubwa kama Marekani. Naamini umeona video yake. Ndio. Je, ulikuwa unayajua haya? Hapana, sikujua chochote. Mimi mwenyewe nimekuwa surprised. Na hizi taarifa zilizovumbuliwa leo zimekuwa ni taarifa nzito ambazo taifa kama taifa haliwezi kuzibeba. Na istoshe, Je? Ni kete yako ulikuwa unazungumzia? Hapana. Mama Ryan ndo katumbua hivi. Kazitolea wapi hizi habari? Hata mimi sijui. Unajua mpaka nimemwogopa sana yule mwanamke. Kwa sababu kama aliweza kuwa kimya kwa miaka 22, amekuja kuibuka kwenye harusi. Kwa kweli amenifanya ni mheshimu sana. Na sio yetu, na waheshimu sana hawa wanawake tunaowaoa. Maskini Lisa, ni mkosi gani sasa huyu jamani? Yaani harusi haina hata masaa 24. Imeshakuwa hivi.
ila ukisikia malipo ni hapa duniani. Ndio hii. Tuzungumze jambo la msingi ambalo nimekuitia hapa. Ndio. Sina makamu wa rais akilini mwangu. Nahitaji kukupatia hii nafasi kabla sijaapishwa niwe na jina lako. Mbona unanipeleka juu sana kwa haraka kiasi hiko, mzee wangu? Najua ninakubebesha majukumu yaliyo mazito. Ila hata ulipokuwa mkuu wa shirika letu la kijasusi, umejitahidi kuleka kwenye shepu ambayo lina muonekano, japo mapungufu mawili matatu yamejitokeza. Niambie kama uko tayari kwa hiyo kazi. Umri unaruhusu, akili inaruhusu, na nina nguvu za kulipigania taifa langu. Niko tayari. Monica alizungumza kwa kujiamini na kumfanya mzee Max atabasamu huku machozi yakimlenga-lenga. Nchi inakwenda kushuhudia makamu wa rais wa kwanza mwenye umri mdogo kwa kutokea nchini Tanzania. Mwenyezi Mungu akusimamie. Amen. Kitu kingine. Ndio mheshimiwa. Nahitaji uchague kiongozi wa X mpya ambaye ataiongoza X kwa siri na kwa umakini wa hali ya juu. Sawa. Nipatie tu muda wa leo. Nitakupatia mtu makini mheshimiwa. Na kuamini Monica. Monica alishusha pumzi huku akimpatia mzee Max mkono. Taratibu Monica alitoka ndani hapo na jenerali wa jeshi alionekana kuingia kwa kusema, mheshimiwa, muda umewadia wa kuapishwa, nchi inahitaji kiongozi. Okay, sawa. Je, matokeo ya bungeni vipi? Jenerali akaangaza macho yake juu ya meza. Aliwasha TV iliyopo mezani na wote wakashuhudia pale wabunge wa chama tawala na vyama pinzani wakiungana kupiga kura ya kutokuwa na imani na mheshimiwa rais. Na spika wa bunge alionekana kuzungumza kwa kusema, sasa ni wakati wa majibu. Spika wa bunge alizungumza na kufanya ukimya kwa tawala bungeni. Akaendelea kusema pale, kwa mamlaka tuliopewa na wananchi ya kuwawakilisha wananchi na kile ambacho kinaendelea, kura zilizopigwa kwa wale ambao wana imani rais ni kura 5. Hakuna kura iliyoharibika. Na kuna kura 395 zimetosha kumuondoa madarakani rais kwa kutokuwa na imani naye. Hapo wabunge wakaanza kupiga pale meza zao kwa kushangilia, kwani kitu ambacho amekifanya Ghost ni mpumbavu tu ndiye ambaye anaweza kufurahia kwa kile alichokifanya, kwani ni matukio kikatili, huku tukio ambalo liliwachukiza kila wananchi ni mauaji ya wanafunzi wa mkoani Morogoro kwenye mapango ya Mboni mkoani Tanga kwa mashambulizi lililotelekezwa na magaidi wa Al-Shabaab. Jenerali akazima TV. Mheshimiwa, upo huru sasa kuapishwa. Jeshi, mahakama na bunge vipo nyuma yako, na imani busara yako kwenye kulipitisha taifa kwenye wakati huu wa taharuki vinahitajika. Nashukuru sana General. Hongera pia kwa kurudi kazini. General alizungumza huku akitabasamu, kwani jenerali huyo wa jeshi ni mmoja wa vijana wa mzee Max kipindi alipokuwa anaongoza shirika la X. Na alikuwa ni mmoja wa vijana watiifu walizozifanya kazi zao kwa umakini wa hali ya juu, kiasi kilichompelekea kupanda vyeo mpaka kuteuliwa kuwa jenerali wa jeshi. Naam, mzee Max aliweka vizuri miwani yake, akaliweka vizuri vazi lake, na kisha wakatoka ofisini hapo, na mzee Max akatazama maofisa wa jeshi wa ngazi za juu waliokuwa wamesimama kwenye hiyo corridor. Wakampigia pale saluti za ukakamavu, na kisha wakamweka katikati yeye na mlinzi wake mpya ambaye ni afisa wa jeshi mwenye cheo cha kanal. Na mzee Max akishaapishwa kuwa rais, basi mlinzi huyo atakuwa ndio ADC mpya wa rais Max. Mzee Max akaingia kwenye ukumbi wa mikutano wa Ikulu na kuwakuta pale viongozi wa ngazi za juu wakiwa wameshawasili, huku kamera zikiwa zinarekodi tukio hilo na kulirusha moja kwa moja kwenye vyombo vya habari. Mheshimiwa, wakati umewadia. Mzee Max alisimama eneo lenye meza yenye Biblia, huku jaji mkuu akiwa amesimama mbele yake, na mzee Max alianza kuapishwa pale rasmi kuwa rais mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naam, Ewana upande wa pili, kicheko cha Ryan aliyekuwa anatazama jinsi mzee Max anavyoapishwa kiliwafanya Judy na Naima kumtazama kwa mshangao.
mpaka wakamuuliza, wewe unacheka nini sasa Ryan? Kia Mungu. Namuonea tu huruma mama watoto. Akia nani? Kaolewa jana na rais. Leo mume ametolewa madarakani. Jamani, Mungu fundi sana. Acheni Mungu aitwe Mungu. Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu. Mungu. Yaani Mungu mwenyewe kwanza akajionea. Mjinga huyo. Amekuwa first lady tu jana. Leo hamna cha first lady wala second lady. Yaani kwenye historia ya nchi yetu, Rais Lisa ndo first lady aliyedumu kwa masaa ngapi? Ryan alijifanya kumuuliza Naima. Masaa 20 toka kuolewa kwake. First lady wa masaa 20. Jamani. Walijifanya kunikomoa. Sasa Mungu amewaonyesha kwamba malipo ni hapa dunia. Naima alijikuta naye anacheka. Jamani, mimi nahisi mpango wetu utakuwa umeshabadilika. Max ndo rais. Ndio rais wetu mpya. Sasa mimi nina pendekezo kama mtojali. Najua nyinyi mpo karibu sana na Max. Na mnaweza mkamshawishi akanipatia nafasi ya kuwa makamu wa rais ili nirudi madarakani. Juu unajua sisi hatuna shida yoyote na mzee wetu yule. Na pia alikuwa ni mmoja wa watumishi wenu kwenye X. Ndio. Ni vyema basi ukamfuata wewe mwenyewe. Ukaongea naye face to face. Hatujui ajenda yako nyuma ya pazia. Hivyo hatujui. Tusije tukampelekea tatizo mzee Max. Sihitaji kuchokiana naye kwa sababu ni babangu mlezi aliyenilea. Ametulea sote Ryan, sio wewe tu. Amenilea na bimdada hapa. Hivyo Judy, ili kupata kila ambacho unakihitaji ni wewe tu kumweleza tu kweli. Haja ya moyo wako mwambie. Labda mnaweza mkafikia mwafaka. Ni kweli mlichokizungumza ni sahihi. Alafu pia mnaweza mkaleta usawa kwenye nchi. So unajua wananchi wako walikukosa madarakani kwa kipindi kirefu. Na kura zao pia hazikutosha. Hivyo unaweza kutumia muda huo kuweza kuzungumza naye. Kiukweli mmenishauri jambo zuri sana. Muda mwingine ni vizuri kutumia njia ya mazungumzo kufikia kwenye makubaliano. Na mzee Max ni mtu msikivu, hivyo unaweza kupata hiyo nafasi. Basi, jamani tuelekee nchini Tanzania kama mtojali. Hapo umeongea. Naam, hapakuwa na muda wa kupoteza zaidi ya kuondoka nyumbani hapo na kuelekea uwanja wa ndege kwa ajili ya safari ya kuelekea nchini Tanzania. Naam, msikilizaji. Kwa upande wa pili, Linda alionekana kufungua mlango taratibu chumbani kwa Lisa. Alimchungulia jinsi dada yake alivyolala. Taratibu alitembea mpaka kitandani. Alikaa pembeni yake na kisha akamtingisha taratibu huku akiwa anamuita. Lisa aliamka kwa kuitikia Linda akamwambia, amka ule dada. Kwa nimelala sana. Lisa alizungumza huku akifikicha macho yake, huku akipiga miayo ya uchovu. Ndio dada. Umelala ukiwa mke wa rais. Lakini umekuja kuamka umekuwa ni raia tu wa kawaida. Unamaanisha nini Linda? Ni kwamba mumeo ameondolewa madarakani. Ameondolewa madarakani
na bunge na mahakama, na hivi ninavyozungumza hiki ndicho kinachoendelea ndani ya Ikulu. Hivyo kama kuna cha kubeba, tuanze kukusanya mizigo yetu mapema kabla ya kuja kutimuliwa. Dadangu upo? Linda alizungumza huku akiwasha TV, na Lisa alishuhudia jinsi mzee Max akapishwa kuwa rais, kitendo kilichomfanya afikiche macho kidogo ili kuona kama yuko usingizini au hiko anachokiona ni ndoto, na ndoto anayoiota mbona ni mbaya hivyo. Ila alijikuta Lisa akishiwa nguvu, kwani hiko anachokishuhudia kitu halisi kinachoendelea kwenye Ikulu hiyo. Alipokuwa anaamini kabisa yeye ataishi hapo ndani ya miaka 5 kama mke wa rais, lakini mwisho wa siku amekaa kwa masaa tu. Linda, mimi naota Lisa aliuliza huku akimtazama Linda usoni mwake. Linda akamwambia, dada, huwezi kuota. Unachokiona hapo ndio kitu kinachoendelea kwenye dunia. Mumeo akapigwa chini. Lisa kwa haraka alishuka kwanza kitandani, alianza kutembea kuelekea nje. Lisa alifika sebleni na kwa kuta pale wazazi wake wakitazama taarifa hiyo ya Ghost kuondolewa madarakani. Lisa alikuwa anajikuta anatetemeka kwa uoga. Mamake akamwambia, mwanangu, kaa chini. Mama Lisa alizungumza huku akimshika Lisa mkono taratibu na kisha alimkalisha chini. Mume wangu amepatwa na nini? Baba Lisa pamoja na mkewe walimtazama binti yao. Ipo hivi mwanangu, mimi na wewe au sisi sote hatukujua maisha ya upande wa pili wa mume wako. Sura yake aliyokuwa amevaa juu ni sawa na sura ya kondoo, huku ndani yake akiwa ni chui. Leo BBC imefichua siri zake ambazo wote hatukuwahi kuziona wala kuzijua. Siri ambazo zimemfanya mumeo kuondolewa madarakani. Baba Lisa alizungumza kwa sauti ya upole na kumfanya Lisa amsikilize kwa umakini mno baba yake. Mume wako mmoja kwanza ni mdhamini wa biashara za kigaidi. Ipoje hiyo biashara? Vizuri sana. Hiyo biashara ni kwamba yeye alikuwa anadhamini makundi ya kigaidi ambayo ilikuwa na kazi ya kufanya mashambulizi ndani ya nchi zao na nje ya nchi zao. Kazi yake ilikuwa ni kuwapatia silaha za kivita, mabomu, mafunzo pamoja na pesa, na walikuwa wanatekeleza mashambulizi hayo kwa manufaa yao wao wenyewe. Na mbaya zaidi ni kwamba amehusika kwenye shambulizi la wale watoto kule mapangoni ya Amboni kule, ambao Al-Shabaab walikuwa nyuma yao. Mungu wangu. Ndio hivyo, tulikuwa tunaongozwa na gaidi, jambo ambalo kwenye sheria za nchi yetu rais hapaswi kuwa na historia ya matukio ya kiuhalifu. Na sheria inajieleza kama rais ameshawahi kufungwa, basi anapoteza sifa za kuwa rais. Hivyo kutokana na ushahidi uliosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na television, naamini jeshi, mahakama na bunge vimechukua maamuzi haraka kutengua uongozi wake, na aliye makamu wake pia ambaye ni mzee Max basi ameapishwa kuwa rais hadi pale upelelezi utakapoweza kukamilika na mahakama itatoa ufafanuzi mwingine, ila sidhani kama ataachiwa huru kwa sababu hii video hapa inayoonekana ni hatari zaidi kwa usalama wake. Na kama akiwa rais, basi mahusiano yetu na Wamarekani yatakwenda kuvunjika hadharani. Baba Lisa alizungumza huku akimpa Lisa simu iliyokuwa inamuonyesha jinsi Ghost alivyokuwa anaua wanajeshi wa Marekani kwa bunduki zenye uwezo wa kuchangua vichwa vyao. Lisa alijikuta akishika kichwa huku akitetemeka kwa woga, kwani anachokiona hakuwahi kudhani kama Ghost anaweza kukifanya, kwani alikuwa ni mtu aliyekuwa amemuonyesha upendo wa hali ya juu na alikuwa anamjali kwenye kila hali mpaka karidhia kwamba okay, ngoja awe naye kwenye mahusiano. Kumbe kaingia na mtu gaidi kabisa. Mwanangu, kilichobaki kwa sasa ni sisi kurudi kwenye nyumba yetu na kuendelea na maisha yetu ya kawaida. Hebu acheni kwanza mimi nikutane na mume wangu. Sidhani kama utaweza. Nitaweza, kwa sababu kila mtu anajua nina haki hiyo. Ila Lisa mwanangu, unaonekana hauko sawa. Mama, sijachanganyikiwa.
Nimekuwa jasiri kwenye nyakati tofauti na sikuwahi kuchanganyikiwa, hivyo nahitaji kwenda kukutana na mume wangu. Ungebadili basi hata hiyo nguo ya kulalia. Linda alimshauri hivyo dada yake. Lisa akasema nashukuru kwa kunikumbusha. Lisa alileka chumbani kwake, alibadilisha nguo haraka na kisha akatoka nje, akaingia katika gari lake analoendeshwa na dereva wake aliyepewa na serikali mara baada ya kuolewa. Wamempeleka wapi? Sijajua madam, kwa sababu ikulu kwa sasa imebadilishwa uongozi. Hivyo walinzi wote wa rais wako chini ya uangalizi wa jeshi. Okay, sawa, nipeleke nikakutane na makamu wa rais. Sio makamu wa rais. Kwa sasa ndio mheshimiwa rais. Hivyo bwana, wewe nipeleke. Walifika eneo la ikulu. Lisa akawa ndo wa kwanza kushuka ndani ya gari bila hata kusubiria kufunguliwa mlango. Alipofika pale akaulizwa kitambulisho kiko wapi. Alikuwa ni mwanajeshi mmoja alizungumza hivyo huku akimzuia Lisa kupandisha ngazi. Lisa akasema, kwani unijui mimi ni nani? Mwanajeshi akaambia, sikujui. Mwanajeshi huyo mweusi mrefu mwenye mwili uliokuwa umejengeka kimazoezi alizungumza kwa kimtazama Lisa ambaye alikuwa anatilia huruma. Mruhusu ingie. Mwanajeshi huyo alisikia maelezo hayo kupitia earphone alizozivaa masikioni mwake. Akamwambia Lisa, unaweza kuingia. Asante. Lisa alijibu kwa heshima, kwani anajua tayari mambo yameshabadilika, hivyo uhuru waliokuwa nao wa kutembea ikulu kama nyumbani kwao umeisha. Unaweza kusubiri hapa. Naam, alikuwa ni mlinzi mmoja mzee Max alizungumza, na Lisa akawekwa eneo la kusubiria huku akitazama kupitia TV jinsi mzee Max anavyokagua gwaride la jeshi lililokuwa limejipanga eneo la viwanja hivyo vya ikulu. Na baada ya hapo mzee Max alipigiwa pale mizinga ya heshima kama rais mpya. Baada ya taratibu hizo kuweza kuisha, mzee Max alirudi ofisini kwake. Hongera sana mheshimiwa rais. Monica alizungumza huku akiwa ofisini kwa mzee Max. Nashukuru. Nimemwona Lisa. Naamini anahitaji kuzungumza na wewe. Walinzi walimzuia, ila mimi nikawa nimewaagiza wamwachie. Mwite ingie. Sawa. Monica aliminya pale batani kifuani mwake. Mruhusuni aingie. Monica alizungumza kupitia earphone na Lisa akasindikizwa mpaka ofisini kwa mzee Max. Naomba mimi niwapishe mheshimiwa rais. Monica alizungumza kwa heshima kabisa. Mzee Max akasema, sawa Monica, ila usiondoke na mazungumzo ya kina na wewe. Sawa mheshimiwa. Mzee Max alimpa ishara Lisa akae kwenye sofa. Lisa kakaa. Shikamoo. Marhaba Lisa, vipi? Lisa alijikuta akishindwa kujibu swali hilo, kwani aibu aliyokuwa nayo anashindwa hata kumtazama mzee Max usoni mwake. Naamini umekuja kwa ajili ya kupata maelezo kwa nini mumeo ameondolewa madarakani. Hapo Lisa alijibu kwa kutingisha tu kichwa. Okay, sawa. Kila kitu huwa kinatokea kwa sababu. Agosti alikuwa ni mtu wangu wa karibu sana, kiasi kwamba kuna mambo mengi ya msingi tulishauriana, ila hakuwahi kuniambia ukatili wake aliofanya huko nyuma. Hivyo leo yamebumburuka aloyaficha na ndio yamemuondoa madarakani. Sasa atafanywa nini? Kwa sasa ni gaidi kama alivyokuwa Osama. Naamini umeshawahi kusikia story za Osama bin Laden. Ndio. Hivyo kwa sasa bado sijakaa na washauri wangu wa kisheria kuona tunamsaidiaje kutoka kwenye hilo janga, ila swala la kurudi madarakani hilo alipo tena. Naomba msaidie mume wangu. Naomba sana mzee Max. Binti. Hivi alikupa nini mpaka ukamwacha Ryan? Mwanaume alikuwa anakupenda na kukujali, japo ana madhaifu, lakini ukaenda kulala na baba yake. Lisa hapo alikaa kimya, alikosa kabisa jibu. Ryan wa watu alilia, aliumia,
aliteseka kiasi cha kunifanya nihisi uchungu sana, kwa sababu hata wazazi wa Ryan hawajakaa muda mrefu na Ryan kama mimi nilivyokaa naye. Ila wewe ukaona uchague yule mzee, sima kama baba yako yule. Lisa alianza kulia kwa uchungu. Ulihisi ya kwamba kuolewa na rais ni jambo la heshima sana au ni la furaha sana, si ndio? Sikumpendea hivyo. Ila ulimpendea anavyokujali na kukuambia stories za uongo, sio manake. Ila Ryan alikuwa na mwanamke anaitwa Vivian, na wewe ndio ulikuwa unamficha. Ndio, nilimficha baada ya kuona mwenendo wako ni mbovu. Ulikuwa ni msichana ambaye uliendekeza maadili. Kipindi huko Afrika Kusini ulikuwa unajikalisha tu na vichupi vyako, kisa mjamzito, ukihisi Ghost alikuwa ni babako mzazi. Aya, ameshavua chupi, kipi ulichokipata cha maana? Mzee Max alizungumza kwa ukali na kumfanya Lisa kulia kwa uchungu. Ryan ana haki ya kuzaa na mwanamke yote aliyejaliwa kubeba mimba yake. Isitoshe wewe sio mwanamke wake wa kwanza kumzalia huyo mtoto. Monica huyo hapo mlimdhalilisha Afrika Kusini. Alilia, aliumia, na Ryan alifanya tu kukuridhisha wewe, na akamsaliti Monica ambaye ni mwanamke alianza naye mapenzi toka wakiwa kuchuoni. Ila mwisho wa siku wewe uliibuka kinara, ukasahau yote hayo, ukaenda kupanua mapaja yako na yule mshenzi, sio manake? Mzee Max alifoka na kumfanya Lisa kutetemeka mwili mzima. Wasichana wa kipindi hiki ni hovyo kabisa. Yaani kama ningekuwa hai, ndoa yenu isingefungwa. Mwanamke hukumbuki hata wema mmoja alokufanyia mwenzako. Kwa uona tu mabaya ya Ryan, mazuri yake huyaoni. Na mwisho wa siku ukaugaragaza moyo wa Ryan kwa ajili ya kuweza kulipa kisasi cha kipuzi na ambayo umetoka kimapenzi na babake mzazi. Aibu ni kubwa. Basi ungemsaliti kwa kutoka na mwanaume mwingine. Naomba unisamehe. Walisema kwamba nikiolewa naye uzao wao hautokufa. Kauli hiyo ilifanya Mzee Max kumtazama Lisa aliyekuwa analia mpaka akao mekundu. Waliniambia niolewe naye ile asife madarakani pamoja na Ryan na watoto wote wenye damu yake. Kina nani? Waganga. Waganga? Ndio. Hebu niambie kwa umakini, labda naweza nikakuelewa. Waganga hao walitokea wapi? Mfanyakazi wake mmoja alinieleza, na waliponisomea nyota wakaniambia niolewe naye ili kuokoa kizazi chake chote ikiwamo na Ryan. Nilipojua wewe ni daktari tena specialist, nikajua una akili, kumbe ni hovyo kabisa. Yaani mtu akuelekeza kwa mganga, unaamini vipi ya kwamba hao waganga hawajapangwa? Ila wa pili niliambiwa na mlinzi wake. Mlinzi wake anashindwa vipi kupewa maelekezo na Ghost na akayafuata? Mbona uko mjinga wewe binti? Aya, ona sasa umejidhalilisha kwa upumbavu wako. Umepoteza utu wako kwa ujinga wako wewe mwenyewe. Hao waganga wako wapi? Mmoja yuko Magomeni, mwingine Morogoro. Ingia ofisini kwangu. Mzee Max alizungumza huku akiwa ameminya batani moja ya simu mezani kwake. Akaingia pale ADC wake. Hebu chukua majina na maneno ya hawa watu atakao kutaja huyu binti, na kisha nahitaji watu hao wakamatwe haraka iwezekanavyo kwa ajili ya mahojiano. Sawa mkuu. Lisa akamtaja majina ya waganga hao ambao walikuwa wameelekezwa na maeneo yanayopatikana, na mlinzi huyo wa rais alitoka ofisini hapo. Sawa, sasa acha mimi nitafute ukweli wa haya mambo. Kama alikushawishi kwa njia hiyo, na imani ya kwamba hata aliweza kuiteka akili yako na ukamwamini. Sawa. Nikiangalia macho yako yanaonyesha kabisa bado unampenda Ryan. Ila kwa sasa sio muda kuzungumzia hayo mambo. Nashukuru kwa kunielewa Mzee Max. Usijali. Mimi namjua Ghost vizuri tu. Ni mtu ambaye akihitaji jambo lake atatumia gharama yoyote kulipata.
na ndicho alichokifanya kwako, ila najua hao waganga ni janja tu, wameichezea akili yako ili mradi wako akupate. Kweli? Ndio. Ila kuthibitisha hilo, wakishapatikana na kuojiwa, basi utaelewa Ghost ni mtu aina gani. Nashukuru sana baba. Ninaombi. Ndio. Naomba nitafutie mtoto wangu. Jambo hilo ni la kuongea na Ryan, kwa sababu yeye ndiye aliagiza mtoto wake achukuliwe na apelekwe kwa mama yake. Na kama baba ana haki ya kumchukua mwanae pale anapohisi mazingira mama yake hayapo salama kwa mwanae. Hivyo hilo zungumza vizuri na Ryan. Atamrudisha kama akiridhia, ila asiporidhia ndio umempoteza mtoto. Lisa alishusha pumzi taratibu huku akijifuta pale machozi yake. Bila shaka umenielewa. Ndio. Okay, sawa, fanya hivyo. Rani nitampatia wapi mimi ikiwa ananichukia? Kwa hilo hata mimi sijui, ila hakikisha unamtafuta na mnamzungumza kama wazazi, kwa sababu aliyemchukua mtoto ni mama yake mzazi. Nashukuru kwa hilo mzee Max. Usijali. Je, tunaweza kuondoka kwenye makazi ya rais na mimi na familia yangu? Kwa sasa hamna haja kuharakisha, nisitoshe mimi sina mtoto zaidi ya Ryan, Naima pamoja na Monica, na wote kila mmoja ana 50 zake. Hivyo mnaweza tu kuendelea kukaa huku mkijipanga taratibu kwa makazi mapya mtakayoamua ni wapi mtakwenda kuishi. Sawa, asante sana mzee Max, Mungu akubariki. Amina. Naomba kwenda sasa. Unaweza kwenda. Lisa alitoka ofisini kwa mzee Max. Alijikuta akipigwa na bumbuazi mara baada ya kumwona Ryan akiwa amekumbatiana na Monica kwa furaha, huku Naima akiwa amesimama pembeni yao akimtazama Lisa aliyekuwa ametoka ofisini kwa mzee Max. Patamu hapo. Hala. Ryan alimwona Lisa akiwa amesimama akiwatazama namna alivyokuwa amekumbatiana na Monica. Taratibu alimshika Monica mashavuni mwake na pale pale alianza kumpiga mabusu mdomoni bila kujali uwepo wa watu wengine. Ryan, nipo kazini bana. Monica alizungumza huku akiwa anajitoa mikononi mwa Ryan. Monica alimwona Lisa jinsi alivyokuwa amesimama, akajua kabisa kitendo alichokifanya Ryan ni kumuumiza tu moyo Lisa. Leo siku naendelea chakula nikipendacho mke wangu. Ninakuja kula kwako na kukufaidi pia. Ryan alizungumza na Lisa aliyesikia maneno hayo. Usijali baba watoto, nipo kwa ajili yako. Ndio, sawa. Naenda kumwona mzee mara moja. Ryan aliliweka vizuri koti lake la suti na kutembea mpaka sehemu alipokuwa amesimama Lisa. Mama, shikamoo. Na unaendeleaje pia? Ryan alimsalimia Lisa kama mama yake huku akiwa na tabasamu. Hivyo Ryan alifanya makusudi kabisa. Mama, nimekuita mama kwa sababu wewe ni mke wa babangu. Lisa ghafla machozi yalianza kumbubujika. Oho. Unalia? Umeumia? Mume wako kamatwa? Usijali, lakini mume wako atachua uhuru. Hey Ryan. Monica aliita huku akiwa amesimama nyuma ya Ryan. Niambie mke wangu. Unachokifanya sio sawa. Sio sawa wapi mke wangu? Mimi huyu ni mama yangu, sasa shida iko wapi kumsalimia? Ni mke wa babangu huyu. Ryan, hebu acha utoto. Oh. Sawa, nimeacha utoto. Heshima yako first lady. Ryan. Okay. Acha basi nikaone na babangu wa ukweli. Ila yule baba ambaye kwa mara kadhaa alipanga kuniua na watu wake wakashindwa, akanichukulia mrembo wangu hapa. Maisha haya. Unajua ukisikia malipo ni hapa duniani basi ndo haya. Mungu hajawapa hata wiki
ya kuweza kuenjoy mapumziko yenu. Ryan alizungumza huku akiwa anacheka kwa dharau. Alipiga hatua moja na Lisa alimshika mkono Ryan. Ryan alitazama mkono wa Lisa ulikuwa umemshika na taratibu Lisa alijikuta anapiga magoti chini huku akilia. Monica kwa haraka ilibidi amnyanyue. Ryan, ninaomba mtoto wangu. Mtoto wako? Hivyo una wazimu? Najua mama yako amemchukua. Namuomba mtoto wangu tafadhali. Nenda popote ukashtaki, ila hutaweza kumpata mtoto. Nahisi kwenye kipengele cha kwenye talaka mahakama ilinipa mamlaka kumlea mtoto wangu. Na maelezo yale pale ni wakati wowote ule na muda wowote ule ninaweza nikamchukua mwanangu. Au hukusoma? Ulishangilia tu penzi la kibabu chako lile, si ndio? Jamani, haya sio mazungumzo ya kuongelea hapa. Lisa, hebu tuende kwanza kupumzika. Ryan, kama unaniheshimu na kuomba uende kumsalimie rais, ila kama huwezi na kuomba uondoke tu. Hakuna haja ya kuzungumzia mambo ya kifamilia mbele ya watu wote hawa. Sawa? Monica alizungumza kwa msisitizo na kumfanya Ryan ashushe pumzi taratibu. Akaingia ofisini kwa mzee Max huku Naima akiwa anamfuata kwa nyuma, na taratibu Monica aliondoka huku akiwa amemshika Lisa aliyekuwa analia kwa uchungu na majuto makubwa. Msiniambie kwamba mmetoka Marekani na kuwahi kuapishwa kwangu, si ndio? Mzee Max alizungumza huku akitabasamu. Ryan akasema wala. Tulikuwa hapo Nairobi tu na tulivyoona tu mambo yametangazwa basi tukapanda tu ndege na kuwa hapa. Ryan alizungumza huku akipeana mkono na mzee Max. Akamsalimia pale, shikamoo. Marahaba. Shikamoo. Marahaba Naima. Kwa jinsi mnavyofuatana mnaweza kusema nyinyi watoto ni mapacha. Tumeamua kuichagua njia hii ya maisha kwa sababu tunaelewana kwa kiwango kikubwa mno. Ni kweli Ryan, hongereni sana kwa hilo. Tunashukuru, nawe pia hongera kwa kuwa rais. Kiukweli nashukuru. Mungu amenisaidia bwana. Nimeokoka na kifo na nimeamka, nimeangukia kwenye hii nafasi. Kila jambo hutokea kwa makusudi ya Mungu. Ni kweli kabisa. Kwa sababu nilipata nafasi ya kutazama CCTV kamera za ndani mule, kwa jinsi nilivyokuwa nimepigwa zile risasi, mimi ilinipasa niwe mfu. Kwanza poleni kwa kumpoteza Vivian na mtoto wake. Tunashukuru sana, tumeshapoa. Na tulikuombea kwa Mwenyezi Mungu. Naona amefanya miujiza yake. Ni kweli kabisa, ni kweli. Karibuni mno. Ghafla mlango ulifunguliwa. Aliingia ADC wa rais na moja kwa moja akamfuata mzee Max alipokuwa amekaa kumnongoneza sikioni mwake. Okay, sawa. ADC huyo akatoka ndani hapo. Sasa niambieni, sasa tumechukua nchi. Je, mpo tayari kurudi kwenye kulitumikia taifa? Au bado kisasi na uchungu kwa kile mlichokifanyiwa bado mko nacho? Mzee wangu, kwa kusema ule kweli hatujafikiria kurudi kazini. Ila kama kutakuwa kuna kazi ambayo utatupatia wewe kama wewe, basi tutaifanya. Ila kurudi kazini hapana mzee wangu. Sawa, kwa sababu nafasi ya Monica inakwenda kuwa wazi. Kuwa wazi kivipi mzee wangu? Ninamchagua Monica kuwa makamu wa rais. Rani alianza kucheka mpaka mzee Max akavua pale maoni yake, akamtazama kwa mshangao. Ryan, kwa nini unacheka? Yaani Monica huyu anakuwa makamu wa rais? Ndio, vipi, kwani hafai? No. Anafaa tena sana kwa sababu ni mtu mwenye msimamo na analipenda la taifa lake. Japo sisi tumelikimbia taifa hili, ila yeye analipigania mpaka leo. Ni uchaguzi mzuri mzee wangu. Naima, wewe unashauri nini? Unashauri gani kwenye hilo? Monica hana shida. Hatuna tofauti naye. Ana mtoto wetu na pia bado ni mdogo, damu inachemka. Ni mtu anaye
ni mtu ambaye unamjua na mlimpatia kazi na akaifanya kifasaha. Hivyo Monica na style nafasi. Hivyo ni sawa tu, chaguo zuri. Nashukuru kwa kuniunga mkono kwenye mawazo yangu. Nilidhani atakuwa ni mawazo mabaya. Hapana mzee. Ulichokifanya ni sahihi. Monica mimi namjua, ukiachana na wivu wake wa kipuzi alikuwa na, ila kwenye kazi ni mtendaji mzuri sana. Kuna swala mimi nahitaji kuweza kuliongea mbele yenu. Zungumza tu Naima, kuwa huru. Tumekutana na Lisa hapo mlangoni. Kwa jinsi nilivyomwangalia tu ni mtu anayejutia sana kwa kile alichokifanya. Tafadhali Naima, sitaki nisikie unamzungumzia wala kuzungumzia masuala ya mimi kumsamehe yule malaya yule. Yaani hilo swala sitaki kulisikia kabisa. Ryan, hebu msikilize mwenzako hajamaliza kuongea. Mimi hapa sija kuzaa wala sija kupata uchungu wa mimba. Ila Lisa amepata maumivu hayo na kwenye swala la kuachana hilo mimi siwezi kuliingilia. Ila kwenye swala la mtoto naona kama vile ameonewa. Ukiangalia ni mtoto wake wa kwanza. Mimi pia ni mwanamke. Siku nikija kujifungua kwa uchungu mtoto wangu akichukuliwa nitaumia sana. Hivyo Ryan na mzee Max naamini mna uwezo wa kuzungumza na mama na akamrudisha mtoto kwa Lisa. Tafadhali mimi namuombea. Adhabu aliyoipata ni funzo tosha, ila kwa mtoto hapo mnamuumiza kusema ule kweli. Naima alizungumza huku machozi yakimlengalenga kwa huzuni kabisa, kwa sababu anamjua Lisa vizuri, aliishi naye vizuri mno kule Afrika Kusini. Makosa ya Ghosti tunapokwenda kumhukumu nayo Lisa, tunakuwa tunamwonea. Nyinyi mbona sielewi? Yule mpuzi ni mumewe tu. Amondolewa madarakani. Ila sio kwamba wameachana. Yaani ndoa yao ina siku moja. Sasa kuna haja gani mimi nikamkabidhi mtoto wangu kwa mbwa kama wale ambao wameamua kuweza kuniumiza kwa ajili ya furaha zao? Tulishashuhudia wakifurahia ndoa yao. Mwanangu hapa kwa kweli, kwanza mimi nashukuru alinizalia. Ila mamangu atamlea. Ghost kama alimuua dadangu, akajaribu kuniua na mimi mara kadhaa. Mzee Max, wewe ulikuwa ukishuhudia. Unahisi anashinda ule kukanyongelea mbali kale katoto kangu? Hapana. Siwezi kumrudisha mimi mtoto wangu kwa Ghost. Kwa sasa kila mmoja na hasira moyoni mwake. Ila kwa sasa kinachohitajika ni kila mtu atulizane. Twendeni kwanza mkaone kitu. Kwa ile wakanyanyuka pale na kutoka ofisini hapo. Mzee, tunakwenda wapi? Tunaelekea kwenye nyumba ya siri ya shirika la X. Kweli bwana. Wakaingia ndani ya magari na msafara kuondoka eneo hilo ukaanza. Walifika kwenye nyumba ya ghorofa moja iliyokuwa imejaa ulinzi mkali wa wanajeshi na majasusi wa shirika la X. Wakapokelewa pale na Monica aliyekuwa ametangulia eneo hilo. Moja kwa moja wakaelekea katika chumba maalum cha mahojiano. Walimwona mzee mmoja akiwa amekaa katika chumba cha pili, huku akiwa ametenganishwa na kioo kinachofanya wao kumuona mzee huyo, ila mzee huyo hawezi kuwaona wao. Hazikupita dakika 2, Lisa aliingia ndani hapo na kumfanya kutazamana na Ryan kwa sekunde kadhaa. Alikaa kiti kilichopo pembezoni mwa Naima. Mnaweza mkaanza. Monica alizungumza na afisa mmoja wa upelelezi, akaingia ndani ya chumba hicho akiwa na kibegi kidogo. Alikiweka juu ya meza kibegi hicho na akakifungua, na wakaona vifaa vidogo vinavyotumika kwenye kumtesa mtu pale anapobisha kutoa maelekezo yanayohitajika. Ryan ilibidi aoje, huyu ni nani mzee? Mzee Max akasema, wewe sikiliza mazungumzo. Mzee Max alizungumza huku akitazama TV ndogo zilizopo eneo hilo zinazoonesha tukio la chumba alichopo afisa mpelelezi na huyo mzee. Mpelelezi huyo akavaa gloves nyeupe mikononi mwake. Kwa umri wako huo, sidhani kama kuna jambo baya utapenda likutokee kwenye maisha yako. Nahitaji kukoju kwa upole na utaratibu. Nahitaji ushirikiane na mimi. Hiki kifaa kinatumika katika kuvuta kucha na nitang'oa kucha yako moja baada nyingine.
na maumivu yake hayaelezeki. Sijui unanielewa? Ndio. Okay, vizuri. Mpelelezi huyu alionekana kutoa picha ya Lisa na kisha kaiweka mezani. Akamuuliza yule babu, unamjua huyu? Ndio, namjua. Uliwahi kumwona wapi kwa mara ya kwanza? Alikuja nyumbani kwangu. Wapi? Morogoro. Alipokuja ulitarajia ugeni wake? Ndio. Ulijuaje anakuja? Nilipigiwa simu na mteja wangu mmoja anafanya kazi Ikulu. Mteja? Wewe unauza nini wewe mzee? Mimi ni mganga wa kienyeji. Mganga wa kienyeji? Okay, baada ya kupigiwa simu akasemaje? Aliniambia kwamba kesho atakuja nyumbani kwangu, ila kabla ya hapo anahitaji nizungumze na katibu mkuu. Katibu mkuu zungumze naye wa nini? Aliniambia ni wa Ikulu. Ulivyozungumza naye huyo katibu mkuu, yeye alikwambia nini? Katibu mkuu yeye aliniambia amepewa maagizo na rais. Aliniambia kwamba kesho huyo msichana anayekuja huko inabidi ni wewe mzee, hebu zungumza na kusikiliza. Mzee huyo ambaye ni mganga kienyeji alishusha pumzi huku machozi yakimlenga-lenga. Na kusikiliza bwana, hebu ongea. Aliniambia kwamba msichana huyo akija nimwambie kwamba yeye ndio nini? Ndio mwokozi wa uzao wa rais. Kwa sababu rais alipokuwa anagombania urais alikutana na mganga mmoja na akamwambia kwamba atakufa ndani ya siku 90 za uongozi wake. Hivyo akaniambia nimwambie huyo msichana atakayekuja kama atataka kuweza kumwokoa rais asife wala uzao wake usife, ambao ni mwanae huyo msichana, mtoto wa rais na rais mwenyewe, basi ni lazima huyo msichana akubali kulala na rais ili watakapounganisha damu zao zitaondoa hiyo mikosi. Mganga huyo aliyezungumza hayo, hapo Ryan macho limtoka kwa mshangao, huku Lisa kibubujiko na machozi ya uchungu. Kwa hiyo wakishafanya mapenzi basi rais atakufa, si ndio? Wewe ni mganga kweli? Ndio, mimi ni mganga. Kwa nini ulikubali kudanganya? Waliniambia nisiposema hivyo basi nihame nchi ya Tanzania kwa sababu watanisaka na kuniangamiza na iwe siri, na wakaniambia nimpatie ndele. Ndele ndo nini? Dawa ambayo rais atafanya pendwe na huyu msichana ambaye ndo huyu. Ndio, na wakaniambia nimpatie dawa itakayomfanya yule msichana kumpenda sana rais. Na ukampatia? Ndio, nilimpatia na nikamdanganya kwamba kutakuwa kuna ajali, ila ilikuwa ni uongo tu. Hapo Rani alimtazama Lisa aliyekuwa ameinama chini huku akilia kwa uchungu, huku akiwa haamini kipindi chote hicho alichozunguka kwa waganga alikuwa amepigwa changa la macho. Kwa hiyo hadi rais anampata mkewe ilikuwa ni changa la macho, si ndio? Ndio, naombeni mnisamehe sana. Mzee huyo alizungumza huku akilia kwa uchungu. Mpelelezi huyo akasimama, akavua gloves zake na kufunga pale kibegi chake na kisha akatoka ndani hapo. Wakaingia maafisa wawili wa X wakamtoa mzee huyo na kumuingiza mzee mwingine. Aliingia afisa mwingine wa upelelezi na kumtazama mzee huyo mwenye kipara kichwani mwake. Wakamuuliza yule mzee, wewe unajishughulisha na nini hapa mjini? Mimi ni dalali tu. Dalali wa nini? Wa kila kitu. Kwa hiyo kama nikihitaji mwanamke nampata? Ya ndio, mimi hata ukitaka mwanamke wa aina gani mimi nakupatia kwa udalali wangu. Okay. Huyu msichana unamfahamu? Huyu ndio ni mke wa rais aliyetoka madarakani leo. Okay. Alimpataje huyu? Huyu bwana mimi nililetewa dili na mshauri wa rais ambaye ndiye katibu mkuu wake. Aliniambia anamhitaji huyu msichana, basi akalengeshwa kwangu na nikaambiwa niwe kama msoma nyota, na alipokuja kwangu nikamsomea nyota za uongo na kweli, na nikamwambia ili rais asife ndani ya siku 90 basi ampatie penzi. Okay.
hili swala la rais kufa wewe lilijulia wapi? Aliniambia yule katibu mkuu. Alinipanga vizuri sana na nikaukubali. Na ili kuweza kumwaminisha yule msichana nilimleta kwangu kabisa na akamwona mke wangu, hivyo akaniamini. Kwa hiyo wewe dalali, wewe ni tapeli? Mimi sio tapeli, mimi ni dalali na nilipewa dili hilo na mtu wa Ikulu. Hata kama ni wewe ungekataa bro. Usipokuwa na ukaribu na watu wa Ikulu kwenye hii nchi, unataka kuwa na ukaribu na kina nani sasa? Hebu niambie. Hapa mjini bro, kila kitu kinahitaji kutumia logic tu. Naam. Lisa kwa haraka kwanza alisimama, akatoka ndani hapo na akaingia katika chumba cha mahojiano, na kwa kasi alimrukia mzee huyo akamwangusha chini, akamkalia kifuani mwake na kuanza kumpiga makofi ya hasira huku akiwa analia kwa uchungu. Walinzi wakataka kumtoa ila mzee Max akawazuia. Wakamwacha Lisa endelee kumsulubu mzee huyo aliyekuwa amemdanganya mpaka akamsababishia kalala na baba mkwe wake. Hapa kwa kiufupi ni kwamba Lisa anakuja kushtuka tayari kumeshakucha. Yaani anakumbuka shuka ili hali kumeshakucha. Anakumbuka staili nzuri za kucheza mziki wakati disco ndo linazima. Imekula kwake. Lisa akawa anasema nitakuwa mimi. Lisa alikuwa anazungumza huku akiendelea kumkwaruza mzee huyo kwa kucha, kwani kama mzee huyo angemueleza ukweli asingefanya maamuzi ya kuwa na ghost. Mzee Max akampa ishara afisa usalama aliye ndani ya chumba hicho. Akamnyanyua Lisa. Lisa aliyekuwa anaendelea kulia kwa uchungu akatolewa ndani hapo na akaingizwa kwenye chumba cha kupumzikia. Uongo unaweza kukusaidia, ila uongo hautodumu milele. Hicho ndicho alichokifanya baba yako kwa mke wako. Ryan, nilihitaji ujionee hili ili uweze kujua mind game iliyochezwa na baba yako kwa mkeo. Ameharibu future yenu. Na sasa unamwona mke wako ni kama vile kituko. Unamwona mtu mbaya. Ila ukweli ni kwamba akili yake ilizungukwa kwa ushawishi wa watu ambao hata kama ingekuwa ni wewe ungewaamini kwa 100%. Mzee Maxi mara baada kuzungumza maneno hayo alitoka ndani ya hiko chumba. Ryan kwanza alishusha pumzi taratibu huku akinyanyuka taratibu akatoka ndani ya hiko chumba. Hey, Ryan. Tunaweza tukaongea? Monica alizungumza huku akimtazama Ryan usoni mwake. Ryan alimjibu tu kwa kutingisha kichwa. Nisikilize Ryan. Sina nafasi ya kukufundisha nini cha kufanya kwa ajili ya hiki kilichotokea. Ila nakuomba jambo moja ambalo wewe ndio mwenye maamuzi ya mwisho. Nakuomba zungumza na mama na ikiwezekana amrudishe mtoto wa Lisa mikononi mwake. Maisha yake yameshaharibika tena kwa kipindi kifupi mno. Wewe mwenyewe umeona walichokifanya wale wazee. Hawakufikiria kesho ya Lisa zaidi ya kufikiria kile wanacholipwa na kutengeneza mahusiano na rais. Na mwisho wa siku wameharibu maisha ya Lisa. Nakuomba kama mzazi mwenzako, uhuru wa mama kuwa na mtoto wake ni chachu nzuri kwa yeye kuendelea kuishi. Tena ukitegemea mtoto bado ni mchanga, bado ananyonya maziwa ya mama. Sidhani kama ni makuzi yake yatakuwa ni mazuri kama akiendelea kunyeshwa maziwa ya kopo. Nakuomba sana Ryan. Okay, sawa Monica, nimekuelewa. Nashukuru kwa kunielewa Ryan. Mimi ni mama na ninajua maumivu ya kupokonywa mtoto yanauma kwa kiwango kisichoelezeka. Labda huyo mama awe kichwani mwake si mzima, ila kama huyo mama atakuwa ni mzima na amejifungua kwa uchungu, basi tambua anaweza kufa kwa ajili ya mwanae kutokuwa karibu naye. Nimekuelewa Monica. Unaweza pia kuongea na Lisa sasa hivi. Ili iweje? Tafadhali Ryan. Naelewa alichokifanya sio kwa mapenzi bali alikifanya kwa ajili ya kufikiria kile alichokuwa ameelezwa kwamba ni kweli. Nisikilize Monica. Yeye ni doctor tena specialist. Kwa nini asingekuja kwangu kunieleza kinachoendelea zaidi ya kufanya maamuzi yake kijinga kwa kuweza kutembea na babangu? Tena bado na pete yake ndoa kidoleni. Sitokuja kukaa kumsamehe akarudi kwenye maisha yangu. Swala la mtoto nitampa, ila swala la mimi kuwa na mahusiano na yeye, hebu sahau hilo jambo. Sehemu alopita babangu, eti na mimi pia nipite kwa siweze. Uchafu gani wa sasa?
Ryan, siwezi kuingilia maamuzi yako, ila naomba uzungumze naye. Ryan alimtazama Monica kwa sekunde kadhaa. Monica alimuonyesha ishara ya mlango ambao Lisa alikuwa ameingizwa. Ryan alipiga hatua mpaka mlangoni. Alisimama kwa sekunde kadhaa na kisha akashika kitasa cha mlango na kisha kaingia ndani. Alimkuta Lisa akiwa amekaa kwenye sofa huku macho yakiwa yamekundu kweli kweli. Taratibu Ryan alikaa kwenye sofa moja na akamtazama Lisa aliyekuwa na vikunja vidole vyake. Nilikuwa mjinga kuingia kwenye mtego wa mtu aliyenifanya nimwamini kwa asilimia zote kama babangu. Lisa alikaa kimya kwa sekunde kadhaa na kisha akaendelea kuzungumza. Alinifanya nikuone ni muongo na malaya uliyeshindikana, na nilikuwa tayari kufanya chochote kile alichokuwa nakihitaji ili mradi nipate furaha moyoni mwangu. Lisa alijifuta machozi na kisha aliendelea kuzungumza. Nilikuchukia Ryan, na nilikuona kama kituko. Ila ukweli ni kwamba sikuelewa ni nini ambacho kimetokea maishani mwangu, kwani hata mimi mwenyewe sikuelewa ni kipi kimenitokea. Lisa alizungumza kwa sauti ya unyonge. Sikiliza Lisa, nitamrudisha mtoto mikononi mwako, ila sitohitaji alelewe na Ghost. Na kama nikisikia kwamba Ghost anamlea, nitamchukua na hutokuja kumwona hadi unakufa. Ryan mara baada ya kuzungumza hayo alinyanyuka. Hey Ryan, naomba usinisemeshe kwa kilichotokea. Siku zote hatuwezi kurudisha muda nyuma. Sina kinyongo na wewe, ila sitaweza kukurudisha kwenye maisha yangu. Kwa sasa pambana na ndoa yako ambayo bado unaiheshimu, na pete hiyo ya gharama ipo kidoleni mwako. Ryan alizungumza. Mara baada ya kuzungumza maneno hayo ilitoka ndani hapo na kumfanya Lisa kuitazama pete iliyopo kidoleni mwake. Monica alionekana kuingia hapo ndani. Nashukuru Monica. Usijali Lisa, naweza kukuomba ombi la mwisho kanisaidia? Bila shaka. Najua nimemuumiza Ryan na moyo wake umegawanyika vipande kwa sababu alinipenda kuliko alivyokupenda wewe. Na kuomba uuguze majeraha ya moyo wake. Nilikuwa ni mwanamke mpumbavu na nikaivunja ndoa yangu kwa mikono yangu mimi mwenyewe. Hivyo na kuomba umponye. Usijali Lisa, naweza kuonana na mume wangu? Ndiyo, japo ameshikiliwa eneo jingine tofauti na hapa. Sawa, naomba nikamuone. Twende. Walitoka ndani hapo na kuanza kutembea kuelekea nje. Waliingia ndani ya magari ya wanausalama wa X na kisha wakaondoka katika nyumba hiyo. Kwa upande wa Ryan, alionekana akizungumza huku akimpa funguo ya gari Naima kwa kumwambia hebu endesha gari. Naima kauliza tunakwenda wapi? Tunaenda nyumbani. Nyumbani kwangu. Wakaingia ndani ya gari Naima pamoja na Ryan. Wakaondoka eneo hilo la nyumba ya siri, huko waliwakuta walinzi wakiendelea kuimarisha ulinzi wa kuwalinda wazee hao wawili walikuwa wamehusika katika kumpotosha Lisa. Nimeamua kuweza kumrudisha mtoto kwa Lisa. Ni maamuzi mazuri Ryan, na busara ulioifanya. Sikutegemea tangu nianze kukufahamu. Ila kwa sharti moja. Lipe? Sitohitaji Lisa mle mtoto wangu akiwa na Ghost. Unahisi kwa hali inayoendelea Ghost anaweza kurudi uraiani? Kama mtu ana connection ya makundi makubwa kigaidi duniani, kumrudisha uraiani ni sawa tunakuangusha yai chini. Unamaanisha nini? Naima, waza kama jasusi, usiwaze kama raia wa kawaida. Ghost ana watu wengi sana wa siri nyuma yake. Unahisi wote wanamlinda ni watu wanaoweza kulitumikia hili taifa kiuadilifu? Unadhani wote ni wazalendo? Unahisi alivyoingia madarakani hakuingiza vibaraka wake? Leo kakamatwa, unahisi kwamba atakubali kwenda kusomea mashtaka ambayo moja kwa moja yatakwenda kumfunga kama alivyofanya Saddam Hussein? Ghost amegusa maisha ya Marekani, na kama ameyagusa maana yake ni kwamba lazima watahitaji kwenda kumpeleka ICC, na hapo ndipo varangati litakapoanza. Ndio hivyo. Yanaona kabisa damu za watu wengi zitakavyokwenda kumwagwa ili mradi Ghost awe huru. Na hapa namuonea huruma mama, kwa sababu ameanzisha vita ambayo sidhani kama ataweza kuhimili.
Kwanza mpigie simu mama uzungumze naye kuhusiana na haya ya Lisa. Ryan alitoa simu mfukoni mwake na kweli alimpigia simu mama yake. Mwanangu Ryan. Shikamoo. Marahaba, unaendeleaje? Niko poa. Unamaanisha? Mambo yanayoendelea kidogo yanaumiza moyo na kustajabisha. Nini kimetokea? Ghost alimzunguka Lisa na alimwekea waganga wa ajabu waliomchezea akili yake na kudai kwamba endapo ataolewa na Ghost basi atafanikiwa kuweza kuokoa kizazi chake cha Ghost ambacho kilipaswa kuweza kufa kabla ya Ghost kufa katika siku zake 90 za uongozi wake. Sasa mbona ni akili ya kitoto? Kwa hiyo yeye aliwaamini hao wachawi wa babako, si ndio? Ndio. Poor girl. Ndio hivyo mama. Na watumia hao wameshikiliwa na vyombo vya sheria. Ila Ghost si ameshikiliwa? Ndio, yuko chini ya ulinzi. Mshenze sana yule, anakwenda kulipa kwa upuzi wake wote alioweza kutufanyia. Shenze sana yule. Ila mama, mimi na wazo. Wazo gani? Nahitaji tumrudishie mtoto Lisa. Kwa nini? Mama, akili ya Lisa ilitingishwa na kwa namna ambavyo alimwamini Ghost ilifikia hatua ya kwamba alimgeuza Ghost kuwa kama mtu anayemwamini. Na alipochanganywa na hao waganga ikawa ni sawa na kumsukuma tumlevi kwenye maporomoko. Hivyo nimeona ni vyema tukamrudishia mtoto amlee kidogo. Anaweza mtoto akampa nafasi ya kuendelea kuishi kwa furaha. Sawa, mimi nimekuelewa kwa sababu wewe ndio uloagiza mtoto achukuliwe. Na naamini maamuzi unayoyafanya baadaye hutokuja kuyajutia. Ndio mama. Haya, mimi nitapanda ndege kesho kurudi Tanzania. Unakuja kumpokea uwanja wa ndege kwa sababu sitoshuka kwenye ardhi ya Tanzania. Nina safari kuelekea Afrika Kusini, hivyo sitokuwa na muda wa kuweza kupoteza. Sawa mama. Afrika Kusini unakwenda kufanya nini? Kuchukua mali zangu na kuziweka kwenye zuio la mahakama kwa sababu eneo zima unaloliona la Ghost alilojenga lilikuwa ni eneo langu. Hivyo natambua ni wapi hati zangu zilipo. Hivyo ni wakati wa kuweza kurudisha kila kilicho chetu. Sawa mama, kuwa makini. Niko makini mwanangu kuliko hata wewe unavyohisi kuwa makini. Nilikuwa tu ninasubiria siku ya kuusambaza uchafu wa Ghost. Na cha kumshukuru Mungu, alifurahia ndoa yake iliyokuwa furaha yake ya mwisho, na sasa kinachofuata ni kilio cha kusaga meno. Hebu ngoja kwanza mama. Nahitaji nikuulize jambo. Wewe ulijuaje siri zake zote? Toka nilipojua ni mtu aina gani. Na nilitengeneza taasisi yangu ya siri ya kumfuatilia. Na ilikuwa ina majasusi waaminifu waliofanya kazi zao kwa siri na kwa umakini wa hali ya juu, kiasi kwamba kwa kipindi chote aliishi kwa kujiamini kwamba yuko salama. Kumbe nilikuwa namfuatilia kila anaponyanyua mguu wake, na ndio hivyo kweli wote umejulikana. Na okay, sawa mama. Hata wewe, hiyo taasisi ilikufuatilia kwa siri sana, kuona mfumo mzima wa maisha yako unavyokwenda. Hujiulize ilikuwaje rahisi kwa mimi kuweza kuona wewe kwenye ile bustani? Au list tumekutana tu kama ajali? Kila mama hufanya kila linalowezekana kuhakikisha analinda watoto wake. Ni wanaume wachache sana wenye uchungu na watoto wao. Wengi waliobaki ni wanaume wenye tabia tu kama za mbwa. Kwani kuwala watoto wao wenyewe imekuwa ni jambo la kawaida. Sawa mama, nimekuelewa. Nitakupigia muda gani wa kuweza kufika kumpokea mtoto na kisha ndege yangu itaunganisha safari. Okay, sawa mama. Hai, bye. Mama Ryan alikata simu na kumfanya Rani kwanza shushe pumzi. Mama anaonekana ni mtu hatari sana. Zaidi ya hatari. Kama ameweza kumdondosha Ghost kwa ngumi moja tu, uso mtu wa kumchukulia popo. Rani alizungumza huku akiwa na amani moyoni mwake, kwani katika vita aliyokuwa anaipigana na baba yake kwa kipindi kirefu, sasa anapata amani, kwani kuna mtu wa kumsaidia kupigana vita hiyo. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kuona Monica anaambiwa na mkuu wa kambi ya makomando wanayomshikilia Ghost ya kwamba rais ameshafika na anazungumza na mtumio. Monica akasema sawa. Monica na Lisa ikawa lazimu kusubiria nje ya chumba ambacho Ghost ana mazungumzo na mzee Max. Hujajua ni nani aliyevujisha zile video? Bado tunaendelea kufanya upelelezi. Mshenzi huyo, nikimjua ni lazima nitamua.
Haki ya Mungu, ni lazima nitamuua. Tena nitamuua kwa mikono yangu mimi mwenyewe. Ghost alizungumza kwa hasira kweli kweli. Ghost ndugu yangu, usijali. Huyo mtu tutamjua. Kwa sasa mimi naandaa jopo la wanasheria ambao watasaidia kwenye hii issue. Jambo jingine Max, hakikisha nchi inajitoa wanachama wake kwenye mahakama ya ICC. Kwa nini? Unataka niende ICC? Au umefurahi wewe kuwa rais, si ndio? Ghost alizungumza huku akimtazama mzee Max ambaye katikati wametenganishwa na kioo kigumu kisichopitisha risasi. Hakuna anayeweza kufurahia na kuona rafiki yake anapitia nyakati ngumu kama hizo. Ndio hivyo bwana, hakikisha kwamba tunajitoa kwenye hiyo mahakama. Sawa. Nitafutie yule malaya, nahitaji kumuua kwa mikono yangu mimi mwenyewe. Yupi tena? Mama Ryan. Sawa. Sawa. Mke wangu anaendeleaje? Anaendelea vizuri. Nataka kuonana naye. Nitafanya utaratibu aweze kufika hapo. Sawa Max, mimi nakuamini sana. Wewe ndio tegemeo langu la mwisho la mimi kutoka hapa. Usijali kaka, tuko pamoja hadi mwisho wa maisha yetu. Nashukuru sana kaka. Wanakuhudumia vizuri lakini? Vizuri sana, kama niko tu raiani. Basi sawa, ila kama utakuwa na mpango wote wa kuhakikisha unaniambia, usije ukafanya mpango utakaoweza kuvurugika. Hakuna shaka kaka. Acha basi mimi nikafanya utaratibu wa lisaji hapa. Sawa sawa. Mzee Max alinyanyuka na kutoka ndani hapo. Tena bora nimewakuta hapa. Lisa, mumeo anahitaji kuweza kukuona. Sawa. Lisa taratibu alisimama huku macho yake yakiwa yametawaliwa na wekundu. Mzee Max alimtazama Lisa kwa sekunde kadhaa na kisha aliwapa ishara wanajeshi waliopo mlangoni wamfungulie mlango huo mzito wa chuma, na taratibu Lisa alianza kupiga hatua za taratibu. Aliingia ndani ya chumba hicho kikubwa ambapo eneo alipo Ghost kumetenganishwa na kioo kigumu, huku ndani ya eneo lake kukiwa kuna kitanda kizuri, TV kubwa, AC, sofa moja kubwa lipo pale pamoja na choo chenye bafu. Baby, karibu mke wangu kipenzi. Ghost alizungumza kwa kitabasamu kwa furaha na kumfanya Lisa mtazame kwa macho makali yaliyojaa hasira na chuki dhidi ya Ghost, kwani mwanaume huyo ndiye aliyesababisha maisha yake sasa hivi kuonekana ni kama vile kituko. Yes sir. Bwana, hatari. Mambo yanazidi kunoga mtu wangu. Lisa ameshatambua ukweli wa jinsi Ghost alivyomzunguka mpaka kampata. Je, ni maamuzi gani Lisa atachukua dhidi ya Ghost aliyemdanganya kwa kiwango cha hali ya juu? Bwana, usikose kufuatilia katika sehemu ya 10 mzigo wa ICU Kilumi. Kumbuka hii ni chapter 6, imeandaliwa na kutayarishwa na Eda Zaria G Msulwa. Mimi niliyekusimulia naitwa Uncle J na hii ni Uncle J Simulizi. Bye bye kwa sasa, tutukutane katika sehemu inayofuata ambayo itakuwa ni sehemu ya 10.